Amen. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mashambulizi mengi sana ya kanisa kwa namna mbalimbali kupitia mitandao ya jamii, lakini pia kupitia madhabahu mbalimbali. Sasa mimi sera yangu ni kunyamaza kimya. Maana ukijibishana na mpumbavu wote mtaonekana nini? Wapumbavu. Sasa mambo yanapotokea, kuna vitu tunaita fundamental, vitu vya msingi na vitu ambavyo sio za msingi. Naomba msaidieni huyo mliopo karibu. Kwa hiyo vikitokea vitu ambavyo ni vya msingi, basi ni wajibu wetu kusimama na kusema. Kwa sababu vitu vya msingi huwa vinasimamiwa, na visiposimamiwa huondoka, na huwa vinalindwa. Visipolindwa huondoka. Ndio kanuni. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana sasa ndoa ni kitu cha msingi sana. Na ndio maana katika kikao hiki cha wanaume limewekwa somo la ndoa, na ametafuta mwalimu aliyekubuhu katika ndoa. Na kwa kweli somo ni zuri sana, limejaa na tumeshiba. Kwa sababu kwetu sisi wanaume na kwa kanisa zuri sana la TAG, ndoa ni jambo la msingi. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa kumekuwa na matamko mbalimbali kuhusu ndoa. Mengine tuliyatolea matamko nilipokuwa mwenyekiti wa CPCT. Kwa hiyo siwezi kurudia, lakini yamezuka tena mengine. Basi ni wajibu wangu na wajibu wa baraza kuu kutoa tamko na msimamo sawasawa na fundisho la neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana kwa tamko hili nalopenda kulitoa, na huu ni wajibu wangu kama askofu wenu mkuu wa kikatiba. Jamani, haleluya. Na kwa wale waandishi wa habari mliopo hapa, tuna nakala ambazo anazo mwanangu Joylin. Nimekuja na mwanangu Joylin, nimesahau kumtambulisha awali. Mwanangu Joy, naomba usimame. Huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Alikuwa na shughuli zake mbalimbali. Nilipopata haya akaacha shughuli zote, akasema nitakaa na baba
mpaka baba arudi ofisini. Kwa hiyo amekuwa bega kwa bega na mama yake ambao wamefanya kazi kubwa sana toka India mpaka hapa nchini. Na unajua, tangu nimelala kitandani, leo ndio nimefundisha na kuhubiri kwa mara ya kwanza. Bwana asifiwe. Na sikumwambia mke wangu leo nitafundisha, wala sikumwambia mwanangu, maana yeye ni dokta msaidizi anajiita. Wale ningewaambia wangenizuia. Kwa hiyo wamenistukia hapa hapa tu, nalipuka. Wangesema subiri kwanza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza digital copy nayo, na naomba umpe mkurugenzi nakala moja, na pia kopi zingine zipo kwa ajili yenu. Na kwa hiyo naomba unisikize kwa makini kuhusu tamko hili. Tanzania Assemblies of God. Tamko la fundisho la Tanzania Assemblies of God, yani TAG, kuhusu uhalali wa ndoa za Kikristo na makusudi ya ndoa ya kimungu. Utangulizi. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mafundisho mbalimbali yanayosambazwa kupitia mitandao ya kijamii yakidai kwamba kufunga ndoa kanisani ni desturi ya kipagani na kwamba ndoa za Kikristo zinazofungwa kanisani hazina msingi wa kibiblia. Fundisho hili kwa kawaida hutolewa na makundi yanayopingana na chochote ambacho hakijaamriwa moja kwa moja na maandiko. Kwa mfano, wanapingana na kuwa na ibada ya Jumapili. Wanapinga hata matumizi ya mimbari. Makundi ya watu kama hawa hupinga hata vyeti au leseni za ndoa. Makundi haya hupinga hata ibada na sikukuu za Christmas kwa kigezo kwamba eti havitajwi mahali popote katika Biblia. Lakini tukumbuke, Wakorinto wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 40, neno la Mungu linasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Andiko hili inalipa kanisa mamlaka ya kupanga mambo yake bila kukinzana na neno la Mungu. Narudia, bila kukinzana na neno la Mungu.
Kutokana na hali hiyo, Tanzania Assemblies of God, yani TAG, inapenda kutoa ufafanuzi wa kiBiblia kwa waumini na mwili wa Kristo kwa ujumla kuhusu kusudi la ndoa, uhalali wa kushuhudia ndoa na kubariki ndoa katika ibada za Kikristo, pamoja na matumizi ya alama mbalimbali za agano la ndoa kama vile pete. Tamko hili halilengi kumshambulia mtu yoyote, bali linalenga kufundisha kweli ya neno la Mungu kwa lengo la kujenga umoja, amani, upendo, uthabiti wa familia za Kikristo hapa Tanzania. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ndoa za kiBiblia. Je, ndoa ni upagani? Upagani ni neno linalotumika kuonyesha watu wanaoabudu miungu ya jadi kama vile jua, mwezi, nyota, mizimu au vitu vinavyosimama badala ya Mungu. Yaani linasimama kuonyesha watu wanaoabudu sanamu, sawasawa na neno la Mungu katika Warumi sura ya 1 na mstari wa 21, ambapo Biblia inasema, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo basi, upagani ni ibada kinyume na Mungu. Na kama ni hivyo, upagani sio asili ya kitu, bali ni matumizi ya kitu. Kwa mfano, dhahabu zilitumiwa kutengeneza sanamu na dini za kipagani. Zilitumika katika nyumba zao za ibada. Hata hivyo, haizuii kutumia dhahabu kwa kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Unaona, wakati Musa anajenga hekalu, hema, na Daudi anajenga hema, watu walitoa mpaka dhahabu kujenga hema, kujenga hekalu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kujenga hema na hekalu. Mfano, madhabahu zilitumika na jamii nyingi hata kabla ya Mungu kukutana na Ibrahimu na kujifunua kwa Ibrahimu. Watu walitumia madhabahu. Pamoja na hayo, Israeli walimjengea Mungu nini jamani? Madhabahu. Na Mungu alipokea ibada zao. Vivyo hivyo, desturi ya ndoa hutumiwa na jamii mbalimbali zisizo za Kristo. Hilo halifanyi ndoa kuwa upagani. Moja, ndoa ni taasisi ya Mungu, sio ya binadamu. Biblia inafundisha wazi kwamba
Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe tangu mwanzo wa uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 24, maandiko yanasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ndoa ilianzishwa na Mungu kabla ya kuwepo kwa serikali, tamaduni, makanisa au taasisi nyingine yoyote hapa duniani. Hivyo, ndoa si utamaduni wa kipagani wala wa kidini, bali ni mpango wa Mungu kwa wanadamu. Katika Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 22, Mungu alimleta Hawa kwa Adamu. Hapa tunaona mfano wa kwanza wa Mungu mwenyewe kushuhudia na kuidhinisha muungano wa ndoa. Na katika Malaki sura ya 2 mstari wa 14, Mungu anajitaja kuwa ni shahidi wa agano la ndoa. Neno linasema, ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtendea mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Kwa hiyo Biblia inamtaja Mungu kuwa ni shahidi mkuu wa ndoa. Jambo la pili, Biblia haiweki mahali maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Narudia, Biblia haiweki mahali maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Ni muhimu kuelewa kwamba Biblia haiagizi ndoa lazima ifungwe ndani ya jengo fulani. Agano la Kale wala Agano Jipya halitoi amri kwamba ndoa lazima ifungwe hekaluni au nyumbani au sehemu yeyote maalum. Kilicho muhimu katika Biblia ni mambo manne. Kwanza, agano la ndoa hufanyika kwa hiari. Linapaswa lifanyike kwa hiari. Pili, agano la ndoa linapaswa kushuhudiwa na jamii ya waamini. Agano la ndoa linapaswa kushuhudiwa na jamii ya waamini. Tatu, agano la ndoa linapaswa kupokea baraka toka kwa Mungu. 4, agano la ndoa liko kutekeleza kusudi la Mungu kwa familia. Kwa hiyo, kanisa sio linayoifanya ndoa kuwa halali, bali kanisa linakuwa mahali pa ibada ambapo waamini wanamwabudu Mungu na kutangaza hadharani agano lao mbele za Mungu na mashahidi waaminio. Maana halisi ya neno kanisa katika lugha ya asili za Biblia, kanisa sio jengo, bali ni makusanyiko ya watu wa Mungu walioitwa na kutengwa kutoka dhambini na kutakaswa wawe wa Mungu. Watu hao wanaweza kukusanyika mahali popote na kufanya shughuli za kiibada kama ilivyo
wanaweza kufanya shughuli ya ibada ya maombi, wanaweza kufanya shughuli ya ibada ya ubatizo, ya meza ya Bwana na ibada nyingine. Waamini wanaweza kukusanyika katika maeneo mbalimbali, lakini jambo la msingi katika mkusanyiko wao ni uwepo wa Mungu na utii wa neno lake. Ndio maana wanaabudu halisi wanapaswa kumwabudu Baba popote pale wanapokusanyika katika roho na nini jamani? Na kweli. Hivyo ni viwango vilivyowekwa na Biblia. Jambo la tatu, mfano wa ndoa katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale, ndoa zilikuwa na matukio ya hadhara yaliyoshuhudiwa na jamii. Na tutaangalia ndoa mbili tu. Kwanza, ndoa ya Isaka na Rebeka. Mwanzo 24 inaeleza jinsi Isaka na Rebeka walivyounganishwa katika ndoa kwa mpango wa Mungu na kwa ushirika wa familia na mashahidi. Katika Mwanzo 24 mstari wa 46, naye Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya Sara mama yake, akamtwaa Rebeka akawa mkewe. Hapa tunaona kwamba kulikuwa na utaratibu wa kutambulisha, kuthibitisha na kushuhudia muungano huo. Ndoa ya Boaz na Ruth. Katika kitabu cha Ruth sura ya 4, Boaz hakumchukua Ruth kwa siri. Aliwaita wazee wa mji na mashahidi ili kuthibitisha ndoa hiyo. Ukisoma Ruth sura ya 4 na mstari wa 9 mpaka wa 11, anasema ninyi ni mashahidi leo. Kanuni ya kibiblia hapa ni kwamba ndoa ni agano la hadhara linalohitaji mashahidi. Jambo la 4, mfano wa ndoa katika Agano Jipya. 1, Yesu katika harusi ya Kana. Yesu alianza huduma yake kwa kuhudhuria harusi. Kama baba yake alivyoshuhudia ndoa ya Adam na Hawa, na yeye anaanza huduma yake kwa kushuhudia ndoa. Injili ya Yohana sura ya 2. Kama kushuhudia na kubariki harusi kungekuwa jambo la kipagani, Yesu asingehudhuria harusi hiyo wala kufanya muujiza wake wa kwanza katika mazingira hayo. Uwepo wa Yesu katika harusi unaonyesha kwamba Mungu anaheshimu sana taasisi ya ndoa. Mafundisho ya Yesu Kristo kuhusu ndoa. Yesu anathibitisha mpango wa Mungu wa kitabu cha Mwanzo 2:24 aliposema katika Mathayo 19 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6, aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Na ndio maana ndoa zetu sisi ni za mtu mume na mtu mke. Badala ya kubatilisha ndoa, Yesu alithibitisha agano la ndoa. Jambo la 5, kuhusu pete za ndoa. Biblia haitoi amri ya lazima kuvaa pete ya ndoa, lakini pia haitoi katazo. Bwana asifiwe. Narudia. Biblia haitoi amri ya lazima kuvaa pete ya ndoa, lakini pia haitoi katazo. Ndio maana mwenzenu
nina pete. Pete ni alama ya agano, nadhiri na ahadi. Ni muhimu kufahamu kwamba hakuna agano lisilokuwa na ishara au alama. Maagano yote katika Biblia yana alama ya agano, yaani ishara, nadhiri ya agano. Hebu tuangalie mifano ya maagano matatu. Kwanza, agano la Nuhu lina ishara ya upinde wa mvua. Mwanzo 9 mstari wa 8 mpaka wa 17. Mungu aliita huo upinde ishara ya agano. Mwanzo 9 mstari wa 12 na mstari wa 17. Pili, agano la Ibrahimu, ishara yake ya agano ilikuwa tohara katika Mwanzo 17 na mstari wa 11. Tatu, agano la Bwana wetu Yesu lina ishara mbili za agano. Moja ni ubatizo. Inayoashiria kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu. Yaani kuungwa naye katika mauti na kufufuka kwake. Warumi 6 na mstari wa 4. Na pili, meza ya Bwana ambayo ina ishara ya mkate na kama mwili wa Bwana na kikombe kama ishara ya damu yake. Tunapoishiriki, tunashiriki kula mwili wake na kuinywa damu yake. Katika Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28, Yohana sura ya 6 mstari wa 30 mpaka 58. Vivyo hivyo, pete, ndugu zangu, ni ishara ya agano, nadhiri, ahadi ya ndoa. Ni alama inayowakumbusha wahusika kiapo cha uaminifu kilichoko kati yao. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunavaa. Bwana asifiwe sana. Na mke wangu naye anavaa. Na wewe unavaa. Hongera sana kwa kuvaa. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 22. Neno linasema, mtumishi wa Ibrahimu alipoenda kumtafutia Isaka mke, alipokwisha kujua Rebeka ndiye mtarajiwa wa bwana wake Isaka, akatoa pete ya dhahabu. Uzani wake ulikuwa nusu shekeli na vikukuu viwili kwa mikono yake. Pete katika Biblia ilikuwa ishara ya utambulisho, ishara ya heshima na uhusiano maalum. Kwa hiyo Mkristo anapovaa pete ya ndoa hafanyi ibada ya kipagani. Narudia. Kwa hiyo Mkristo anapovaa pete ya ndoa hafanyi ibada ya kipagani, bali anatumia alama inayokubalika kiBiblia kuwakilisha agano, nadhiri na ahadi ya ndoa. Pete siyo ndoa yenyewe, ni ishara ya ndoa, kama vile maji ya ubatizo sio wokovu wenyewe, bali ni ishara ya wokovu. Jambo la 6, msingi wa kihistoria wa ndoa
za kanisani. Msingi wa kihistoria wa ndoa za kanisani. Kihistoria, dhana ya ndoa imekuwa ikizingatia misingi mikuu mitatu. Moja, msingi wa kwanza ni taasisi iliyoamriwa na Mungu tangu mwanzo, na huu ndio msingi mkuu wa taasisi hii ya ndoa, sawa na Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24. Na hili alirejelea Yesu kusisitiza katika Mathayo 19 mstari wa 3 mpaka wa 6. Waisraeli waliitambua ndoa kwa msingi huu, na katika historia ya kanisa limeitambua ndoa kwa msingi huu. Msingi wa pili ni kibali cha wazazi, na hapa tunaona ukweli huu tangu Agano la Kale hata Jipya. Wazazi wa binti walikuwa wanatoa baraka kwa binti yao kuolewa, na anayeoa anawaheshimu wazazi kwa kuwapa mahari, na binti anapewa zawadi. Rebeka na ndugu zake ni mfano mmoja, na pia Paulo anazungumzia mamlaka ya wazazi kumruhusu binti yao kuolewa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 36. Msingi wa tatu ni utaratibu maalum unaosimamisha ndoa, ukizingatia kwamba ndoa ni agano, na kwa hiyo ni lazima liwe na utaratibu maalum na mashahidi. Bwana asifiwe. Jambo kubwa kama hili haliwezi kukosa utaratibu maalum. Hivyo basi, katika kitabu chake Mwalimu J. Julius Scott, huyu kati ya watu magwiji wa fundisho la neno la Mungu katika historia ya dunia, katika kitabu chake kiitwacho Jewish Backgrounds of New Testament, anaeleza hivi kuhusu ndoa za Kiebrania katika nyakati za kuandikwa kwa Agano Jipya, kwamba Waebrania nao hawakuwa nyuma, waliweka utaratibu. Bwana asifiwe. Wasingeacha jambo kubwa kama hili lielee hewani. Jamani, amina. Waliweka utaratibu, na hili ni kanisa la Agano la Kale. Jamani, haleluya. Katika utaratibu wao kulikuwa na mambo manne. Kulikuwa kumetungwa hatua za ndoa kuelekea shamla za harusi. Moja, hatua ya kwanza, kuandaliwa kwa bibi harusi. 2, kuhamishwa kwa bibi harusi kutoka nyumbani kwa babaye hadi nyumbani kwa mumewe. 3, utambulisho wa bibi harusi nyumbani kwa bwana harusi. 4, kutolewa baraka na kusherehekea nyumbani kwa mume. Shamla zilihusisha wageni wengi walioalikwa na wasioalikwa. Mashahidi walitakiwa kwa ajili ya kutamka baraka juma zima la harusi. Harusi yao ilikuwa juma nzima. Mwandishi mwingine anaitwa Bell, maarufu katika masuala ya ndoa, anasema hili suala la utaratibu wa wazazi kuhusika
kuandaa ndoa ya watoto lilitambuliwa kisheria na serikali ya Rumi. Beli anaandika, kwenye tafsiri kwenye dola nzima ya Rumi, ndoa ziliandaliwa na wababa wa maharusi watarajiwa. Mfumo huo ukaendelea. Ilipofika karne ya 16, kanisa lilikaa kikao katika baraza linaloitwa The Council of Trent. Wale waliosoma historia ya kanisa wanafahamu The Council of Trent, na kuamua kwamba kwa kulinda kusiwepo ndoa za siri na pia kuhakikisha wanaoana hawakiuki neno la Mungu kwa mmoja kuoa na kuolewa wakati ana mwenza mwingine wa ndoa, ndoa zifungwe kanisani na mashahidi wakiwepo, na kanisa liwe na nafasi ya kurasimisha agano hili. Hili lilikuwa sio takwa la kiroho tu, mwandishi mwingine Mikoli anasema, bali pia sheria ya serikali ilidai iwe hivyo. Ni muhimu kufahamu kwamba Mungu sio wa machafuko, bali ni Mungu wa utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 13 na mstari wa 40. Kadiri kanisa lilivyokuwa, ibada za ndoa zikawa sehemu ya maisha ya waamini, kwa sababu ndoa ni agano takatifu linalomhusu Mungu na jamii ya waamini. Kwa hiyo kufunga ndoa kanisani sio kuabudu jengo wala kuingiza upagani, bali ni kuomba baraka za Mungu na kulifanya agano la ndoa lijulikane mbele ya ushirika wa waamini. Hatari ya kufundisha kwamba ndoa za kanisani sio halali. Fundisho lolote linalopunguza hadhi ya ndoa linaweza kuleta madhara makubwa kwa familia na mwili wa Kristo. Ikiwa watu wataaminishwa kwamba ndoa zao si halali kwa sababu eti zilifungwa kanisani, inaweza kutokea mambo 7 kama yafuatayo. Kwanza, kuvunjika kwa heshima ya agano la ndoa. Pili, kuongezeka kwa mimomonyoko ya kifamilia. 3, watu kuanza kuhoji uhalali wa ndoa zao. 4, kutoa mwanya wa kutengana na kuachana bila sababu za kiBiblia. 5, kudhoofisha ushuhuda wa kanisa katika jamii. 6, kutengeneza uholela katika kuanzishwa kwa ndoa na hivyo kuruhusu ndoa zisizoanza kwa utaratibu wa kimungu. Na 7, kutoa mwanya kwa tabia za uasherati, kuruhusu watu kuoana nje ya mpango wa Mungu, nje ya utaratibu wa kimungu na nje ya baraka za wazazi. Mungu analiheshimu agano la ndoa, na ndiyo maana anachukia taraka na kuvunjwa kwa maagano ya ndoa. Malaki sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 16. Kwa hiyo waamini wanapaswa kujenga ndoa zao juu ya neno la Mungu badala ya mafundisho yanayoweza kuleta mgawanyiko. Naomba mwalimu wa somo la ndoa usome hitimisho. Karibu usome hitimisho. Fanya haraka. Soma hitimisho. Njoo hapa usome. Soma. Nasoma katika jina la Yesu. Hitimisho. Tanzania Assemblies of God, yani TAG, inathibitisha kwamba: 1, ndoa ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu. Ukweli huu unaifanya ndoa kuwa muungano wa agano la kimungu la mtu mke mmoja na mtu mume mmoja,
linalohitaji kutekelezwa kwa utaratibu unaompa Mungu heshima. Jambo la pili, Biblia haiweki jengo au eneo maalum kama sharti la uhalali wa ndoa. Namba tatu, kushuhudia na kufungisha au kufunga ndoa mbele ya kusanyiko la waamini ni jambo linaloendana na kanuni za kibiblia. 4, pete za ndoa si ibada ya kipagani, bali ni alama ya agano na uaminifu. Namba 5, kusudi la Mungu katika ndoa ni umoja, upendo, amani, uaminifu na ustawi wa familia. Namba 6, waamini wanapaswa kuheshimu maagano yao ya ndoa na kuepuka mafundisho yanayoweza kuleta mgawanyiko, upotoshaji na majeraha katika familia. TAG inawahimiza waumini wote kushikamana na mafundisho sahihi ya neno la Mungu, kulinda utakatifu wa ndoa na kuendeleza upendo na umoja ambao Kristo ameukusudia kwa kanisa lake. Mathayo 19:6, neno la Mungu inasema, basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Nimesoma hitimisho, lakini tamko hili limetolewa na Baba Askofu wetu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mchungaji Daktari Barnabas Weston Mtokambali, askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Basi nimwombe aliyekuwa mwalimu wa ndoa tuweze kusimama tuombee ndoa zetu. Karibu uombe kwa ajili ya ndoa zetu. Basi tuinue mikono yetu juu kwa ishara ya kumtazama Mungu wetu. Baba yetu mwema na Mungu wetu mwaminifu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya fursa adhimu ambayo Mungu umetupa kuwepo katika kongamano hili. Lakini zaidi ya yote tunakushukuru kwa ajili ya kutupa zawadi ya askofu wetu mzuri, askofu mkuu, ambaye Bwana umemuinua kwa majira kama haya ya kulisimamisha kanisa lako la Tanzania Assemblies of God. Tunakushukuru kwa uzima na uponyaji ambao Mungu umeuweka katika maisha yake. Baba, asante. Asante kwa fundisho ambalo pia ameliweka katika mioyo yetu leo, kutukumbusha kama wanaume tunapaswa kuishi kwa mipango, tunapaswa kuishi kwa maono, tunapaswa kuishi kwa malengo na mikakati ya utekelezaji. Tumepokea fundisho hilo, tumelipokea na tutaliishi katika maisha yetu. Lakini Baba, tunakushukuru kwa ajili ya misingi ya ndoa hii ambayo yametolewa tamko tena mahali hapa kama mwongozo na dira la kanisa la Tanzania Assemblies of God, ambalo ni kanisa la kiroho, kanisa la kibibilia, kanisa la uamsho. Na Mungu umesema kwenye neno lako kupitia mtume Paulo, ukasema kanisa ndilo msingi wa fundisho, kanisa ndilo msingi wa kweli. Tunakushukuru kwa ajili ya maelekezo haya. Kwa maelekezo haya ndoa za kanisa lako zitapona. Kwa maelekezo haya makanisa mengine na watu wengine watajifunza kutoka kwetu, kwa sababu tumeamua kutunza mafundisho matakatifu ya neno lako. Na Baba, hakuna aliyekutazama, hakuna aliyekutegemea akaaibika kamwe. Ninaziombea ndoa zote za watumishi wako, za watu wako wa kanisa zuri la Tanzania Assembly of God,
zikawe ndoa za mfano, zikawe ndoa za baraka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakemea migogoro, tunakemea machafuko, tunakemea kukosekana kwa umoja ndani ya ndoa zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini naomba Bwana, ndoa zetu zikawe sababu ya kulitukuza jina lako, zikawe sababu za kutunza utakatifu, zikawe sababu ya kuheshimisha kanisa lako zuri la Tanzania Assembly of God hapa katika nchi yetu ya Tanzania na katika ulimwengu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umetupa fursa Bwana, sisi kama wanaume, kama vichwa vya familia, kusikia fundisho hili. Tusaidie Bwana tukalitende. Kwa kupona sisi ndoa zetu zikapone, kwa kupona sisi jamii zetu zikapone, kwa kupona sisi taifa likapone, kwa kupona sisi mataifa yote yakapone kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu wa urejesho na ni Mungu wa nafasi nyingine. Nasiombee hata ndoa zilizokuwa zinalega lega, Bwana ukaziimarishe. Hata zile ambazo ziliingia majuto, Baba naomba furaha, amani ikarejee tena ndani ya ndoa hizi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bariki wanaume hawa, bariki wanawake ambao wako kwenye ndoa, wako nyumbani, wakafanyike kuwa baraka kwa wanaume wote wa kanisa lako, la kanisa la Tanzania Assembly of God. Baba ukatukuzwe kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Mbariki baba yetu na askofu wetu mkuu, endelea kumuimarisha Bwana. Ule mzigo mkubwa ulioweka ndani yake umemuinua tena kwa nguvu kubwa na kumpa neema tena, na anasimama kwa nafasi nyingine kwa nguvu. Wewe ulisema ujana wetu utarejeshwa kama tai. Tunakushukuru kwa sababu afya yake imerejea kama tai, nguvu zimerejea kama tai, maono yamerejea kama tai, neema ya maongozi imerejea kama tai. Na Bwana utamtumia kwa ishara na maajabu. Na sisi Mungu kama kanisa tuko tayari kusikia maelekezo, tuko tayari kufanya Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tupe hekima Bwana kama Haruni na Huri ambao waliinua mikono yake. Hatutamvunja moyo, tutamuinua mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, kuhakikisha maono yote ambayo Bwana umeyaweka ndani ya moyo wake yanatimia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na neema hii katembee kwa kila kanisa na mahali pamoja, kwa kila mchungaji, kwa kila mwanaume, kwa kila mwanamke katika jina la Yesu. Tunayaona yale makanisa 40,000 yakitimia, tunaona wale wachungaji 45 wakitimia, tunaona Bwana Yesu ukivuna watu mbalimbali kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wale washirika milioni 9 watatimia katika jina la Yesu. Tunakushangilia kwa utukufu mkubwa Bwana. Pokea heshima, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bariki tena tunapoendelea kuhitimisha kongamano letu hili, ukawe nasi Bwana kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wanaume, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnaporudi nyumbani, wasalimieni majimbo yenu, section zenu, makanisa yenu, wasalimieni wanaume wote. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Mkono wa Bwana uwe juu yenu. Amen. Bwana atanue mipaka yenu. Amen. Bwana awalinde kweli kweli. Amen. Bwana wazidishe maradufu. Amen. Mkono wa Bwana uwe juu yako. Amen. Uweza wa Bwana uwe juu yako. Amen. Bwana kubariki kweli kweli. Amen. Asante sana. Naomba tukae. Tuna mambo mawili tu, baadaye tutamruhusu baba yetu. Fikiri kiu yetu imeisha. Haleluya. Nitaiomba kamati yangu ije hapa mbele. Sisi kama idara ya CMF
Tuna utaratibu kutoa gunia kuanzia kanisa la Mahali Pamoja, section hadi jimbo na taifa. Na sisi kwa utaratibu wetu, kila kongamano tukifanya lazima tutoe gunia. Asingekuja ningelipeleka, kwa sababu amekuja, tutalitoa hapa. Nitamwomba mama askofu kwa niaba pamoja na mdogo wetu, njoo mpokee gunia kwa niaba ya baba. Mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa gunia kwa baba yetu. Sisi tumeamua kumnunulia ng'ombe ili akanywe supu, arudishe afya yake. Haleluya. Na ni ng'ombe mzima ametimia hapa. Mzee, tumechinja ng'ombe siku zote. Wanaume tulikuwa tunanunua ng'ombe na tunawachinja hapa hapa. Hatujaenda buchani, tumeangusha ng'ombe karibu 2. Sasa ya 3 tukaona na wewe ukale. Ya pili hii hapa, unajua supu haiendi hivi. Kuna kitu kiko hapa mama, wewe utapangilia. Kiamua aende kupumzike mahali, wewe utampeleka. Asante sana. Kama mama ana neno la kusema, nimpe aseme. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru sana kwa ng'ombe na ninashukuru sana kwa mapumziko. Mungu awabariki sana na awazidishie kwa moyo wenu wa ukarimu, na kumbuke mahitaji yenu yote. Asanteni sana wanaume na asanteni sana viongozi. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana. Asante. Asante mkurugenzi. Mungu akubariki sana. Asante sana. Naomba turudi tukae. Baba Askofu, mwaka huu tulikuwa tuna kwaya rasmi 19 tulizoziandaa kwa ajili ya kongamano, na moja ilifanya uzinduzi jana, kuzindua video. Nitaiomba hiyo ipande hapa iwakilishe kwaya zingine zote